Karibu katika simulizi na hadithi ya maisha mwanzo hadi mwisho ya mbunge Asenga ambaye ameweza kuzua mjadala mkubwa sana katika bunge la Tanzania kufuatia kauli zake za kibabe ambazo amekuwa akizisema bila kuogopa, akithubutu kuongea ukweli ambao upo wazi. Mbunge Asenga, mbunge wa Kilombero mkoani Morogoro, amekuwa ni mbunge mwenye mvuto zaidi kuzidi wabunge wote bungeni, na hii ni kutokana na hoja zake zenye msimamo, zenye kufurahisha, zenye bashasha, zenye kuteka headlines katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Simulizi hii nitakupa mwanzo hadi mwisho katika safari yake mpaka ni hapa alipofikia. Kulikuwa na kijana mdogo alizaliwa katika ardhi yenye rutuba huko Ifakara, mahali ambapo asubuhi huanza kwa sauti za jogoo na jioni huisha kwa harufu ya mashamba ya mpunga. Siku hiyo tarehe 13 Juni mwaka 1983 mtoto alizaliwa. Hakujulikana kuwa angekuja kuwa sauti ya maelfu, lakini historia ilikuwa tayari imeshaandikwa kwa wino wa subira. Alikulia kwenye familia ya kawaida, akiona maisha kama darasa. Alijifunza mapema kwamba mafanikio hayaji kwa miujiza, bali kwa jasho, nidhamu na maamuzi magumu. Shule ya msingi haikuwa rahisi, wala safari ya elimu haikuwa mstari mnyoofu. Alipitia ufundi, akajifunza mitambo, akasoma uchumi, akaingia siasa na hata sheria akagusa. Kila hatua ilikuwa kama jiwe aliloliweka kwenye idara na daraja la kumvusha kwenda kesho, ambayo kesho hiyo ingekuwa bora. Kozi ya mbunge Abubakar Damian Asenga. Honorable Mheshimiwa Abubakar Damian Asenga ni mbunge wa jimbo la Kilombero mkoani Morogoro nchini Tanzania. Amechaguliwa kuwa mbunge kupitia Chama cha Mapinduzi CCM na anahudumu bungeni tangu mwaka 2020. Maisha ya awali na elimu. Asenga alizaliwa tarehe 13 Juni mwaka 1983 huko Ifakara, wilaya ya Kilombero nchini Tanzania. Elimu yake ni kama ifuatavyo. Mwaka 1991 hadi mwaka 1997 alisomea katika shule ya msingi Madukani Primary School. Mwaka 1998 hadi mwaka 2000 cheti Ifakara Technician Institute, yani Motor Vehicles Mechanics. Mwaka 2002 hadi mwaka 2005 sekondari Maland High School DSM. Mwaka 2008 hadi mwaka 2010 Diploma Economic Development Open University Dar es Salaam. Mwaka 2009 hadi mwaka 2011 Diploma Economic Mwalimu Nyerere Memorial Academy. Mwaka 2012 hadi mwaka 2013 cheti cha sheria University of Dar es Salaam. Mwaka 2013 mwaka 2015 shahada ya uzamili Bachelor of Arts in Political Science Economic Open University of Dar es Salaam. Hii inaonyesha alikuwa na safari ndefu ya elimu, akijifunza kutoka ngazi ya misingi hadi chuo kikuu, akachanganya teknolojia, maendeleo ya kiuchumi na siasa. Wakazi yake ulikuwaje kwa umma? Kabla ya kuwa mbunge, Asenga alifanya kazi kama District Administrative Secretary, yani DAS, wilayani Rombo mkoani Kilimanjaro, serikali ya ngazi ya wilaya. Hii ilikuwa ni nafasi ya uongozi na utekelezaji wa sera ya serikali, ikimpa uzoefu wa karibu na changamoto za wananchi na utendaji kazi wa serikali. Safari ya kisiasa. Alichaguliwa kuwa mbunge wa Kilombero mwaka 2020 akiwa mgombea wa CCM. Ameendelea kushiriki masuala mbalimbali ya bungeni, akipigania maendeleo ya jimbo lake, ikiwemo barabara, viwanda, huduma za kijamii kwa wananchi. Mishi kazini, maneno yake na mitazamo. Katika hotuba zake za bungeni, mijadala, baadhi ya mambo aliyosema na kufafanua kwa pamoja ni pamoja kuhusu michango kwa bunge vijana, akieleza kuwa ni bahati kwake kuwa na nafasi ya kuzungumza bungeni na kuiomba jamii kutambua mchango wa vijana wadogo walioingia kwenye mazungumzo bila heshima kubwa ya kitaaluma, lakini kwa moyo wa maendeleo. Kuhusu maendeleo ya kilimo, katika hotuba yake alisema kuwa kwenye mkoa wa Morogoro kuna kilimo cha mpunga, miwa, kinachoweza kuleta faida kubwa, lakini wakulima wanahitaji kupata mashine za kisasa kusindikiza na kukausha zao hilo ili kuweza kuzalisha fursa kwa biashara. Kuhusu mipango ya maendeleo, alisisitiza umuhimu wa kupanga mikakati ya maendeleo. Maneno yao hasa kuhusiana na matumizi ya bajeti, miradi, barabara, viwanda vidogo vidogo vinavyoweza kusukuma ajira na ustawi wa wananchi. Asenga pia aliuliza maswali juu ya usambazaji wa huduma za afya, polisi na hali yake ya soko ila Ifakara
ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora na fursa za kibiashara. Uchambuzi wa maendeleo yake. Elimu yake imemwezesha kufahamu kwa kina siasa, uchumi na sheria, jambo ambalo linamwezesha kuzungumza masuala ya utekelezaji wa sera bungeni kwa kina. Amejitikiza zaidi kutetea maslahi ya wakulima, jamii vijijini na miundombinu ambayo inamwezesha wananchi kujikimu kiuchumi. Kwa ujumla, amekuwa mbunge mwenye msisitizo wa kufuatilia utekelezaji wa miradi na maendeleo jimboni kwake na kuomba serikali kutoa kipaumbele kwa kilimo, barabara, huduma za afya na usalama. Simulizi ya leo, safari ya Asenga bado inaendelea na bado simulizi inaandikwa kila siku katika vikao, katikati ya mashamba, katika soko la Ifakara na ndani ya vichwa vya vijana wanajifunza kutokana na mahali ulipo unaweza kufika mbali. Na pengine hadithi yake kubwa si kuwa mbunge bali kuwa shahidi wa ndoto ya vijijini inaweza kuzungumza mjini na kusikika. Mimi ni Todo Alexander Scott Rizzi. Hii ni Usiku TV.